Sehemu ya pili ya mazungumzo yangu na Emmanuel Ngelime, kiongozi wa kisiasa hapa katika mkoa wa Njombe. Amewahi kutumikia nafasi za uongozi katika chama, lakini pia upande wa serikali. Sasa nilikugusia hapo awali kwamba Ngelime, taarifa nilizonazo, amewahi pia kutumika kama mtumishi wa umma ndani ya taasisi mojawapo ya ulinzi na usalama ndani ya taifa letu la Tanzania. Unatajwa kulitumikia jeshi la wananchi. Taarifa hizi ni za kweli? Yes, hizi taarifa ni za kweli. Ilikuwa ni mwaka gani? Ni kwa muda gani umetumikia katika jeshi la wananchi? Nilijiunga na jeshi la wananchi wa Tanzania mwaka 2000. Nikafanya mafunzo yangu katika kituo cha mafunzo ya kijeshi Kunduchi. Nilifanikiwa kumaliza, lakini 2003 niliondolewa, nilifukuzwa. Ulifukuzwa jeshi? Kwa nini ulifukuzwa, Ngelime? Unajua jeshini kuna wanasema ni kama vile mtego wa panya. Okay. Mtego wa panya huwa unamnasa panya aliyekula mahindi na asiyekula mahindi. Pale zilitokea vurugu. Okay. Ambayo nakumbuka kulikuwa kuna vurugu zilitokea Mtongani, ambapo wananchi walishambuliwa na wanajeshi. Sasa katika ile amshamsha, kwa hiyo wengi tulitajwa askari karibu 46. Okay. Na wengi tuliondolewa, lakini wenzetu wa Zanzibar tu ndio walikuwa na msimamo wa kuweza kuondoka. Kwa hiyo wanafunzi 23 tuliokuwa bara tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye baadhi ya operations, tuliondolewa. Kwa hiyo na safari ya jeshi ikaishia hapa. Safari ya jeshi iliishia pale. Sawa, tuache hayo, tutaangalia kwa kina zaidi. Baada ya kutoka jeshini, nini kiliendelea? Baada ya kutoka jeshini, niliamua kufuatilia haki yangu ya kikazi, kwenda Dodoma kufuatilia kwenye kamati ya ulinzi na usalama ya Bunge, ambapo nilikutana na baadhi ya watu akiwemo Mama Ana Makinda, marehemu Makweta, ambapo na kina Benilith Mahenge. Niliwashirikisha, na baada ya kuwashirikisha, Benilith Mahenge alianza kufuatilia na kutaka kujua kwamba ni nini kilichosababisha tufukuzwe kazi. Baada ya kufuatilia na hayo majibu sikuyapata, Makinda yeye aliniambia niende nikafate barua kwa mkuu wa majeshi. Unajua jeshini ukifukuzwa kazi huwezi kupewa barua ya kufukuzwa kazi, na uwezi tena kwenda kwa mkuu wa majeshi ukamwambia bwana, naomba barua ya kufukuzwa kazi ili upate kazi sehemu nyingine. Never, haiwezi kuja kutokea. Kwa nini? Nafikiri ni utaratibu, na hata ukienda kwenye shughuli za kiulinzi na kiusalama zinawataka hivyo. Tuliwahi kwenda makao makuu ya jeshi Upanga pale. Tulichokutana nacho pale hatuwezi kusimulia. Kitu gani hicho ambacho hamwezi kusimulia? Kitu kikubwa, tulishughulikiwa. Nafikiri tulivyotoka pale kila mmoja wetu alipotea. Yaani mimi wa Iringa niliamua kwenda Iringa, wa Mtwara walienda Mtwara. Yaani kila mtu alichanganyikiwa pale. Unajua tulikutana na mateso ambayo hatujawahi kuyakuta. Kwa hiyo tukasema basi anyway, kazi sasa ndio imeishia hapa. Okay. Lakini nafikiri ndio kazi ambayo niliwahi kuipenda. Yaani hata ningefanya kazi nyingine yote lakini bado. Okay. Na nafikiri walinikatili kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ukwenda kwenye vurugu lakini ulifukuzwa. Sawa. Singetamani kwenda ndani sana huko, lakini pengine hapo ndio safari ya kisiasa ikaanzia, ama ilikuwaje? Yaani safari yangu ya kisiasa ilianzia hapo baada ya kutoka Dodoma na kuona kwamba hakuna majibu. Nilipenda siasa za Zito Zuberi Kabwe. Okay. Kipindi kile ndio ni mbunge kijana yuko bungeni, na nikawa naona jinsi anavyoibua hoja. Kwa hiyo kuna wabunge wakawa wanani inspire mimi kuipenda siasa. Kwa hiyo na nilikuwa naishi Chamwino Ikulu. Pale pale nyumbani kwa rais, mimi ndio nilikuwa naishi pale. Okay. Kwa muda wote sasa ambao umekuwa mwanasiasa, umeshiriki siasa mpaka ukapata nafasi ndani ya chama, lakini vile vile ukabahatika kuchaguliwa kuwa mwenyekiti
mtaa kupitia uchaguzi halali wa serikali za mitaa ambao ulifanyika. Tathmini ya kina pengine na kwa ufupi sana tuambie, katika kipindi chote hicho mwenendo wa siasa katika taifa letu unauonaje tangu umejiunga na siasa mpaka hapa tulipo sasa hivi? Mwenendo wa siasa za nchi hii kwa sasa watu wanaziona kama ni siasa rahisi sana, lakini siasa za nchi hii zimekuwa ni ngumu sana. Tena lazima unavyokuwa mwanasiasa wa nchi hii, ili uwe salama lazima uwe chawa. Okay. Sasa ukiwa umesimama kwenye misimamo yako, wale ambao wanaamini katika uchawa lazima watakuchukia. Ndivyo ilivyo kwa sisi Njombe, nafikiri ni karibu nchi nzima. Yaani unaja kuona kwamba sasa tunakwendaje. Tunaweza wakusifia kila kitu ambacho hata akitakiwa kusifiwa tunakisifia tu. Sasa mimi sijawahi kuumbwa kwa staili hiyo. Mimi ukikosea napenda nikwambie umekosea. Ukienda sawa napenda nikwambie umeenda sawa. Okay. Lakini ukikosea siwezi kukusifia eti kwamba umefanya vizuri. Hapana. Kwa nini naaminika kwamba ili uwe salama katika taifa letu lazima ufanye siasa za kujibebesha kwa watawala? Kikubwa ni njaa, na serikali imeamua kuifanya siasa kwamba ndio sehemu sahihi ya kukimbilia. Ndio maana unaona saizi hata wale madaktari bingwa wanakimbia kwenda kwenye siasa, maprofesa wanakimbia kwenda kwenye siasa. Sasa watu wanashindwa kufanya kazi zao ambazo wamezisomea, wanaamua kwenda kufanya siasa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kuna pahali kama taifa unaona tumekosea kiasi sasa. Siasa inaonekana kama ni sehemu pekee ya kukimbilia na kujipatia maslahi. Na ndio kilipo. Nini kifanyike? Taifa, mimi nafikiri tunatakiwa kurudi kwenye misingi ambayo iliwekwa. Misingi ya utu, uzalendo. Tukisimama hapo tunaweza tukaamini, lakini serikali iboreshe maslahi ya walimu, madaktari. Ikiboresha maslahi hayo, naamini hakuna mtu anaweza kuanza kukimbilia kwenda kwenye siasa. Okay. Na saizi ili ukimbilia kwenye siasa lazima uwe na mtaji. Mtaji kwanza ni mtaji pesa. Ili usimame vizuri lazima uwe na pesa ya kutosha. Sasa huwezi mkulima ukatoka hapa ukaenda ukasema mimi nataka kuwa mwanasiasa. Actually utaumia tu. Kwa hiyo saizi tutashangaa walimu wanakimbilia kwenye siasa, madaktari wanakimbilia kwenye siasa. Watu wengi wanakimbilia huko kwenye siasa kwa sababu ya uchumi. Okay. Na wanafikiri kwamba kwenye siasa ndio kwenye sehemu nzuri ya wao kutokea. Sawa. Tuangalie siasa hii ya kuanzia mwaka 2020 wakati ambapo Rais Daktari John Pombe Magufuli tawala taifa hili kwa miaka takriban 4 na kidogo hivi. Unauzungumziaje utawala wa Rais John Pombe Magufuli kwa muda wake wote ambao amekuwa rais wa nchi ya Tanzania? Kwa hilo swali ni zuri kwa sababu saizi ukiniambia nimuongelee John Pombe Magufuli nitamuongelea positively. Nitamuongelea positively kwa sababu, lakini kipindi kile nakumbuka wakati akiwa rais, miongoni mwa watu waliomsema in a negative way, wewe ulikuwa ni mmoja wao. Nasema hivyo kwa sababu nitamuongelea positively. Kwanza naomba nianze kumuongelea negatively ili twende sawa. Rais, udhaifu wake ulikuwa wapi? Udhaifu wake Magufuli alikosa hekima. Okay. Yani unajua unavyokuwa kiongozi lazima uwe na hekima, kwa sababu watu nao waongoza kuna machizi, kuna watu wenye busara, kuna watu wenye akili kidogo wako Mungu. Kwa hiyo lazima uwe na busara na hekima ili kujua kwamba hao watu ni namna gani. Yeah. Lakini ukiangalia katika ya kawaida John Pombe Magufuli hakuwahi kufikiria kuuza rasilimali za taifa hata siku moja. Kwa mfano, leo hii tunaongelea bandari. Bandari huwezi kukodisha. Bandari ni zao la asili ambalo sisi tumelikuta. Nchi nyingine zimekosa.
bandari. Ndio maana hata Rais Kagame aliwahi kusema kwamba nyinyi wa Tanzania nipeni bandari tu, nitaendesha kila kitu, kitakwenda sawa. Wanajua kwamba pale kuna nini. Okay. Lakini ukirudi katika hali nyingine, Magufuli kuna vitu alivifanya vinaonekana. Vipo wazi. Mimi ni mtu niliyekuwa namkosoa kila wakati. Na niliwahi shughulikiwa kwa sababu niliwahi kumkosoa Magufuli. Niliwahi lala juu ya mpalachichi kwa sababu ya kumkosoa yule bwana. Niliwindwa, watizuni wakimbia, lakini kutoka akina nani hao waliokuinda? Nafikiri siku ile walipokuwa wamekuja kwenye ziara yake hapa, mimi nilianza kutafutwa. Okay. Na nilitafutwa, nikapigiwa simu, nikaenda nikaripoti kwa mkuu wa mkoa ambaye alikuwa ni Ole Sendeka. Akaniambia tunaenda kawapi wanachokitaka. Nikamwambia mimi nitawapa nini? Akaniambia nenda kawapi. Ukweli walikwambia wanataka nini? Hawakusema wanataka nini. Ila nina bahati nzuri sana, simu yangu kubwa haipo. Ningekuonyesha message ambazo mimi kunitumia Messenger. Kwamba kijana mdogo unamtukana rais, tutakutafuta iwe pangoni au shimoni.